Dunia imewahi kuona matajiri wengi, lakini je, umewahi kusikia mtu aliyekuwa na pesa nyingi kiasi cha kuchoma dola milioni 2 kwa moto ili kumpa joto binti yake? Huyu si tajiri wa kawaida. Huyu ni Pablo Escobar, mtu aliyewahi kutisha nchi nzima ya Colombia. Na hii ndiyo hadithi yake ya kweli. Kulikuwa na kijana mmoja masikini sana katika mji wa Medellin nchini Colombia. Jina lake lilikuwa Pablo Emilio Escobar Gaviria. Alizaliwa mwaka 1949 katika familia ya kawaida sana. Baba yake alikuwa ni mkulima mdogo na mama yake alikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi. Lakini tangu akiwa mdogo, Pablo alikuwa tofauti na watoto wengine. Alikuwa na ndoto kubwa sana ya utajiri wa kupita kiasi. Tatizo lilikuwa ni moja tu. Hakuwa na subira ya kusubiri utajiri kwa njia halali. Akiwa kijana mdogo, Pablo alianza kufanya uhalifu mdogo mdogo. Hapa alianza kwa kuiba mawe ya makaburi na kuyauza tena. Baadaye akaanza kuuza sigara za magendo na tiketi bandia za bahati nasibu. Lakini tamaa yake ya pesa ilizidi kukua siku baada ya siku. Muda si mrefu alianza kujihusisha na biashara kubwa zaidi, kusafirisha dawa za kulevya, hasa cocaine. Katika miaka ya 1970, soko la cocaine nchini Marekani lilikuwa likiongezeka sana. Na hapo ndipo Pablo alipoona fursa ya maisha yake. Pablo Escobar aliunda mtandao mkubwa wa biashara ya cocaine uliojulikana kama Medellin Cartel. Cartel hii ilikuwa moja ya makundi hatari zaidi duniani. Walisafirisha tani nyingi sana za cocaine kutoka Colombia kwenda Marekani. Wakati fulani ilisemekana kuwa cartel yake ilikuwa inaingiza zaidi ya dola milioni 400 kwa wiki. Ndani ya miaka michache tu, Pablo Escobar akawa tajiri sana kupita kiasi. Jarida la Forbes lilimweka kwenye orodha ya matajiri wakubwa duniani. Pablo Escobar alinunua mashamba makubwa sana yaliyojulikana kama Hacienda Nápoles. Mahali hapo kulikuwa na ndege binafsi, bustani kubwa, wanyama wa porini kama viboko na twiga. Nyumba za kifahari sana zilipatikana mahali hapo. Lakini pesa zake zilikuwa nyingi kiasi kwamba hakujua hata pa kuziweka. Inasemekana kila mwaka alipoteza mamilioni ya dola kwa sababu pesa zilikuwa nyingi sana na zililiwa na panya au kuharibiwa kwenye magala. Na kuna tukio maarufu sana ambalo lilitokea kwa Pablo ambao alilifanya wakati mmoja binti yake alipokuwa anaganda na baridi. Wakiwa wako mafichoni, Pablo Escobar alichoma pesa zaidi ya dola milioni 2 kwenye moto ili kumpa joto mtoto wake. Cha kushangaza zaidi, Pablo hakutaka kuwa tu mfanyabiashara wa dawa za kulevya. Alitaka pia kuwa mwanasiasa. Na sio alitaka tu, alifanikiwa japo ni kwa muda mfupi. Mnamo mwaka 1982 alichaguliwa kuwa mbunge mbadala katika bunge la Colombia. Alijenga nyumba kwa maskini, akasaidia watu maskini wa Medellin, na wengi walimchukulia kama shujaa wa maskini. Lakini serikali ilianza kugundua ukweli kwamba nyuma ya sura ya mfadhili wa maskini alikuwa mtawala wa biashara kubwa zaidi ya cocaine duniani. Serikali ya Colombia ilianza vita kali dhidi yake. Pablo Escobar hakurudi nyuma. Aliunda vita kali zaidi dhidi ya serikali. Kulikuwa na milipuko ya mabomu, mauaji ya majaji, mauaji ya polisi, hata mashambulizi ya ndege. Moja ya matukio mabaya zaidi ni tukio ambalo lilitokea mwaka 1989. Lilikuwa ni tukio la mlipuko wa ndege ulioua zaidi ya watu 100. Colombia iliingia kwenye kipindi cha hofu kubwa sana. Hatimaye mwaka 1991 Escobar alijisalimisha kwa serikali, lakini alitoa masharti ya ajabu
alisema atajisalimisha ikiwa atajenga gereza la kwake yeye mwenyewe. Na kweli alijenga gereza lililoitwa La Cathedral. Lakini hilo halikuwa gereza la kawaida. Ilikuwa kama hoteli ya kifahari. Kulikuwa na uwanja wa mpira, baa, marafiki wake waliishi ndani ya gereza hilo, na aliendelea kuendesha biashara yake akiwa humo. Serikali ilipogundua hilo ilitaka kumhamisha, lakini Escobar alikimbia. Baada ya kutoroka, msako mkubwa ulianza. Serikali ya Colombia, polisi maalum na hata mawakala wa Marekani walimtafuta kila mahali. Kikosi maalum kilichoitwa Search Block kiliundwa kwa lengo moja tu: kumkamata Pablo Escobar. Kwa zaidi ya mwaka mmoja alikuwa anakimbia, akijificha, na maisha yake yakaanza kuharibika. Utajiri wake mkubwa haukuweza tena kumlinda. Tarehe 2 Disemba, siku moja baada ya siku yake ya kuzaliwa ya miaka 44, polisi walifanikiwa kumgundua mahali alipokuwa akijificha. Katikati ya mji wa Medellin kulikuwa na mapambano makali juu ya paa la nyumba, na hapo ndipo safari ya mtu aliyewahi kuwa mhalifu na tajiri zaidi duniani ilipoishia. Pablo Escobar alipigwa risasi na kuuawa. Baada ya kifo chake, maelfu ya masikini walihudhuria mazishi yake. Kwa baadhi ya watu alikuwa mhalifu hatari, lakini kwa wengine alikuwa mtu aliyesaidia masikini. Hadi leo jina la Pablo Escobar bado linabaki kuwa moja ya majina maarufu zaidi katika historia ya uhalifu duniani. Hadithi yake ni ushahidi wa jambo moja muhimu sana: utajiri mkubwa unaweza kumpa mtu nguvu, lakini hauwezi kumnunulia mwisho mzuri wa maisha.